Mimi nina nguzo mbili tu kutoka tangi la maji na kuendea huko mkono wa kulia. Nyumba yangu imevunjwa. Na nyumba yangu ilikuwa iko kamili, imejengwa kamili. Imesakafiwa nje na ndani. Kwa hivyo mheshimiwa, nyumba ile imevunjwa na nikalipwa shilingi 1,500,000. Karatasi hii hapa. Mike. Mheshimiwa, inaniuma na mimi namalizika tena na watoto na wajukuu. Kwa hivyo nakuomba mheshimiwa, swala hili ulifuatilie nipake haki yangu. Ikiwa haki yangu ipo basi nipewe. Walileta gari zao wa serikali, gari ya Mastaveta, wanachimba mawe, wanatuuzia jiwe shilingi 35,000 vile vile. Lakini sasa ukitazama hawa wachimbaji wadogo, gari zile zinachimba mawe, watafanya kazi gani? Wakati wao wenyewe wamejiajiri katika swala hili la uchimbaji wa mawe ili wapate riski na watoto waendeleze maisha yao. Maisha yao yanazidi kuwa magumu kwa sababu serikali ishaingia kati kuchimba mawe kwa magari yao wenyewe, ambapo wale wachimbaji wadogo itabidi wakae pembeni. Kazi gani tuwape hawa wakati mtu ashaanza kuchimba kazi ile ya mawe? Afanya kazi gani kwa haraka labda tumpeleke wapi? Tuangalie na hili. Mheshimiwa, tuna masikitiko kidogo. Pandisha spika. Tuliwahi kumwarifu Mheshimiwa Rais kuja kuswali Ijumaa pale Uzini. Na ilikuwa siku ya mvua kubwa kweli kweli. Sasa ile barabara yetu ilikuwa ina madimbwi makubwa. Hata ile gari yake ilikuwa ikizama mpaka kunako milango. Wale walifunika vioo. Sasa kufikiria tuliposwali Ijumaa, akaombwa barabara yule atufukilie yale mashimo. Mheshimiwa, tukamwambia kwamba mheshimiwa, tunakuomba hii njia utufikilie mashimo. Sasa yeye ile njia kwa jinsi alivyoiona fupi, alisema hii mimi nitaitia mpaka lami. Watu wakapiga kofi pa. Lakini akasema miti mjitegemee. Basi akanyanyuka akapeana mikono na mashehe pale. Tukaona huyu anasema miti tujitegemee, na yeye huyu tumemuomba njia. Sasa tumekaa tumeona, ushanifahamu, wamekuja wakandarasi hao. Walipokuja wakandarasi sasa wakang'oa miti hii, nikaona barabara hii imekuwa kama inakwenda wapi? Na hapa msikitini tukang'olewa miti wetu. Mimi na mshoki mwaka nakodisha 1,000,000 umekwenda na maji. Mheshimiwa, tunachokuomba mtu ukimsaidia na hii serikali yetu, alafanya baadaye sitoshe unang'olewa mshoki minazi, hata maji ya kunywa hatukupata. Hili bwana tutakuomba mfikishie huyu bwana. Mwambie watu wa Uzini bwana, shingo zao zimelala. Hiyo barabara tumeipata, lakini shingo kula siku kacha sisi roho zetu bwana hatufurahi ile barabara. Ardhi, mwananchi anaishi katika ardhi, hajui kesho ataamka vipi, kama atafukuzwa au ataondoshwa. Na kama eneo litakuwa linatakiwa kijamii, eneo linatakiwa kijamii, basi eneo lile wewe huambiwi chochote isipokuwa hama na utapewa utakachopewa. Na hicho utakachopewa, huyo aliyopewa akuletee wewe, anakata anavyotaka yeye. Sasa hakuna makubaliano ya aina yoyote kati yako na wewe. Miaka ya mwanzo kwenye 60 baada ya mapinduzi, lilipokuwa kuna jeshi lile la nyuki ile wakati huo, la Zanzibar wakati huo, JLU. Sasa walijiwa wazee wetu kule. Walijua wazee wetu kwamba mpaka sasa hivi tuna watoto wenu, tunataka hiki sehemu kidogo mtupe ili tuwe tunafanyia mazoezi tu, halafu wenyewe mtakuwa mnaendelea mtafanya shughuli zenu. Lakini tumekwenda hivyo, ikawa ndo yanafanyika vile, na wale wakati huo jeshi wanapita mpaka chini ya migomba, chini ya nyua za nyumba, wakati huo wanafanya mazoezi. Lakini tumekwenda hivyo kidogo mpaka imefikia hatua kwamba lile eneo sasa tusiliguse,
tusiliguse, maana ina maana sasa wanajimilikisha, na kwa kusema kweli hatuna pa kwenda, na kule ndo kwenye rasilimali zetu zote. Sisi tunasumbuliwa na tatizo la uwekezaji. Awamu ya kwanza wamekuja watu wa uwekezaji, Mheshimiwa Rais kule alichukua eneo akawalipa watu na akasema kuwa ametosheka na eneo alilokusha kulichukua. Lakini cha kushangaza, baada ya muda mchache kidogo akaja akachukua eneo jingine kubwa kabisa linalokisiwa kufika eka 60, na mimi ni mwathirika katika eneo hilo, na tulijaribu kulifuatilia lakini tulishindwa katikati, na ingawa hivi sasa hivi wao wamestopisha, lakini tunasikia kuwa baada ya kusha uchaguzi watakuja kulichukua eneo lile kule tena. Kwa maana hiyo tunakuombeni wahusika wa hili swala, nyinyi wa ST Wazalendo, mzungumze na wahusika. Na lile eneo kule sisi tulilichukua wakati tangu uhai wa Mzee Ali Hassan Mwinyi rais wakati huo. Nakumbuka mimi nilifuatilia kwenda kuchukua kibali cha kumiliki lile eneo pale katika branch ya Dungabweni mwaka 89, na vilelezo navyo bado ndani nyumbani. Lakini cha kushangaa ndo kama hivyo inakuja hatua tunaambiwa kuwa litakuja kuchukuliwa, na tunaambiwa kama vile kulipwa itakuwa wanavyotaka wao kiasi fulani. Mimi binafsi sitoridhika na au siridhiki na maamuzi yao watakayofanya. Kumbuka miaka yote Bambi ndio inatoa kiazi kingi kuliko sehemu nyingine yote. Kama mtapeleleza safari kuna kiazi Bambi, kwa sababu mashamba yote yamechukuliwa na serikali. Wamepewa walimamua, wenye kulimamua ziko sehemu na hakuna huo mua unaopatikana, na wao walichukuliwa maeneo yao wale wamiliki wenyewe ya ambao inalimwa hiyo miwa. Malipo hakuna malipo. Utopata nyingi anasema ni 1.5 2 eneo sidogo, mtu ana eka 5 6. Kwa hivyo wale walimaji wa viazi, wale walimaji wa tungule na walimaji wa vitu vingine tofauti ambao wengine walikuwa chimba visima vyao kule. Mimi mwenyewe shahidi na nimekwenda nimeona hali. Mashamba yote wamenyang'anywa. Ndio maana hii ukaona hata Bambi hata gari 3 za kiazi hazendi. Walikuwa kuucha na leta Bambi, leta viazi. Hakuna kiazi. Na katika msimu ulikuwa tu viazi vingi, ilikuwa huu unaongoza. Kwa sababu ulipata mvua na ulipata baridi, na kiazi mziwe baridi, lakini hakikutoka kitu. Kwa hivyo shamba zote walichukua JKU achukua maeneo makubwa. Alafu wawekezaji wachukua maeneo makubwa. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida hana lake hata moja, na ishafika stage sasa hata huyo ng'ombe sasa hafugiki kule. Ukienda kama una ng'ombe wako basi ugoje tu, ama atachukuliwa ng'ombe au tutatokea lolote tatokea.